Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niseme na wewe hatua kadhaa hapa ambazo ni viashiria vikubwa vya anguko la mtakatifu. Unisikilize vizuri, tega sikio lako vizuri. Na kwenye anguko liko anguko la mtu ambaye ingawa anaendelea kwenda kanisani lakini alishaanguka, ingawa anaendelea kutumika lakini bado alishaanguka. Lakini yuko mtu ambaye anguko lake limedhihirika. Kwa lugha nyepesi nisema kwamba liko anguko la mwanadamu ambalo halijadhihirika machoni pa watu, lakini tayari amekwisha kuanguka, na liko anguko ambalo tayari limekuwa limefunuliwa mbele ya watu. Wanajua tayari mtu huyo amekwisha kuanguka, lakini mpaka mtu amedhihirika mbele ya macho ya wanadamu, ziko hatua kwa hatua, ziko hatua ambazo huyu mtu anazipitia kwanza mpaka adhihirike kwamba sasa huyu mtu ameshatoka kwenye neema ya wokovu. Hebu sema amina. Hebu sema tena amina. Hatua ya kwanza ni kukaushwa au kukauka kiu ya kuomba, kukauka kwa kiu ya maombi. Nakwambia haya mambo unaweza kusema na yazoea, nimewahi kusikia, lakini sikiliza kwa upya tena. Fadhili za Mungu ni mpya kila itwapo leo. Hebu sema tena amina kwa jina la Yesu. Kabla haujafikia anguko lililodhihirika, na kwa bahati mbaya wako watu wengi ambao wamekwisha kuanguka. Ndio maana maandiko yanasema unalo jina la kuwa hai lakini umekufa. Kufa maana yake umeanguka, umetoka katika neema, nuru imetoweka, imebaki giza, limetanda maisha yako yote. Sasa hatua ya kwanza inayopelekea mtu kuanguka ni mtu kukauka kwa maombi, kutokuwa na kiu juu ya maombi, kutokuwa na muda wa maombi, kutokuwa na umuhimu wa maombi. Ukiwa peke yako na ukiwa katika kundi, kuna namna ambavyo unaweza ukaona kwenye ibada hii hujisikia kabisa wewe ni nguvu na kiu ya kuomba. Ibada nyingine utajifariji kwamba nitatafuta muda binafsi niombe nyumbani kwangu, nitaomba nyumbani, nitaomba siku fulani, nitaomba mahali fulani, lakini unagundua siku zinazidi kwenda huombi. Na kwa nini hiyo? Kwa nini hiyo? Ni hatua ya kwanza. Yaani kabla shetani hajakutendesha dhambi, nguvu ya shetani kukufanya utende dhambi ni kwanza amekausha maombi kwako. Unisikilize, kwa mtu aliyeokoka, maombi yanafananishwa na maji kwa samaki. Samaki anapokuwa amezungukwa na maji, yuko katika maji, anakuwa na uwezo wa kupepa adui zake, anakuwa na uwezo wa kujongea, anakuwa na uwezo wa kuona, anakuwa na uwezo wa kila namna wa kumwezesha kuwa salama akiwa ndani ya maji. Anapokuwa amezungukwa na maji, yuko kwenye bwawa, yuko kwenye mto, yuko kwenye bahari, yuko kwenye ziwa, anakuwa na uwezo wote wa kujongea kwenye maji, kupiga mbizi, kumkimbia adui yake kwa namna yoyote, kujihami na maadui wote walioko ndani ya maji yanapokuwa yanamzunguka. Lakini kama maji yakikauka, huo ndio udhaifu wa samaki. Huo ndio udhaifu wa samaki. Chochote ni rahisi kumkamata samaki.